kusema tena karibu kwa wale wa viongozi wa grupema yetu, kama wanakuwa tayari sasa. Tumepitiwa kidogo kukaribisha chef de service wa industrie territoire ya Uvira yuko pamoja na sisi ya service ya industrie inatumika namna gani na inatembea namna gani, ideolojia yake inakuwa namna gani, na baadaye watafikia kwa kazi nyingine. Basi wapendo walipwa origine yayo strategia que normalement tulipaswa kuja wengi na situation ya njia mapilano na vingine dossier occupation fulani. Alors coordination nationale iliamua kudelege 4 personnes kwa kuja kuwashirika. Tunaweza tukajitambulisha na tanda anatanda tuwazungumzie concernant société civile na nationaliste congolais. Mimi hapa ambao na niko naongea hapa naitwa kwa jina la Amida Msaidizi Brenda, niko médecin katika eneo hii ya société civile de nationaliste congolais. Niko chargé na thématique ya santé, également niko chargé na thématique ya genre, congolais genre donc de femmes. Tuko également, nous sommes à 4. À ma droite mtamwona atasimama atapanda jina lake mwenyewe, mais yeye yuko chargé na mobilisation à jeunesse. À ma gauche, c'est bien lui ndiye coordinateur national, yeye ndio anasimamia société civile des nationalistes congolais sur le plan national. Tuko na papa pale la tasimama kupanda jina lake, yeye yuko chargé donc iko mkamati ya conseil d'administration. Alors bila kuponda muda na alika yeye atasimama, kisha atasimama kupanda jina na cordon atasimama atakuwa wa mwisho kwa kusimama ili adipresenter na également na endelesha séance yetu ya leo. Merci beaucoup. Mimi naitwa kwa jina la Tibu Modeste Kolombi. Kama gisi mambre mkuu hapa ametoka sema, mimi ni chef de programme chargé na jeunesse. Kama gisi alitangulia kusema, nawaza ingine takuwa tukishamaliza kujitambulisha. Asante. Ya nouvelle société congolaise nationaliste. Niko mratibu mkuu au mratibu wa kitaifa wa hii shirika la raia ya wazalendo wa Kongo Mali. Ndio Kiswahili. Napenda kusema Kiswahili puisque ndio sisi tuko Waswahili kwa tuko Wafaransa. Napenda niseme Kiswahili ndio watu waelewe nini. Ni shirika la raia la wazalendo wa Kongo Mali. Na tunasema na uzalendo. Na pia kwanza shukrani kwa mkuu wa kitengo hiki cha groupement ya Itara Luvungi ambaye ametupatia nafasi ya kuja tushimike hiki kitu hapo. Parce que wakati autorité hapendi na autorité yake hatuwezi kuingia. Parce que si nous collaborons avec l'autorité. Juu autorité akisema mimi sitaki hiyo kitu, unaenda utafanya kama mfu. Voilà. Jana wakati hapa yeye nilipoongea sana après yeye alimetra avec les chefs de groupement avec les honorables chefs de groupement, akanambia analikuwa anamkuye hakuna wasiwasi tu sana. Mais ukisikia délégation à 600 personnes, les malais à faire ticket na kwa Luvungi Uvira on paye 5 000. Hayo vile. Mais leo inakuwa 10 000, 8 000. Unaona ile charge yote. Ikatukuona kwa inakuwa mingi. Nasema kumbe tupende na watu wadogo tu. Tungepia na president wa conseil d'administration wetu. Ni kiara mnaviwa hapa alishi hapa. Ombeshe mahamba, kiara wapatashe mahamba. Angelikuya lakini naye hiyo mahali yetu ndio itu.
Sasa kwa waonyo executive wale kufanya kazi yako ya execution kule. Voilà ndio tulikuya na commission akadelege mtu kwa mmoja wa CA pour que me représenter na mimi hapa na ndio tunatumika na hapo mu executive. Historique ya hii société civile yetu ni créé kwetu. Hii société civile ilizaliwa wakati kulikuwa mafuyo ya société civile Uvira. Mimi nilikuwa nouvelle société civile comme coordinateur adjoint wana honorable Claude Misari. Mimi nilikuwa makamu wake. Wakati wana Claude Misari anaenda Kinshasa, mimi ilafanya nipande nafasi. Kwa kupanda nafasi, mwezi alibakia nyuma, kule nyuma akasema, "Gisi Willy anakamata nafasi pale." Sasa ni akaenda msiasa, akapenda hii kitu kibaki kile kinafanyia kampanye nyumba. Nikamwambia hapana, haiko vile ndugu yangu. Wewe uko politicien. Mimi siko politicien. Mimi siko politicien kama politique. Si kazi yetu ni ku recadrer autorité na kutetea nini? Rai. Ndio role yetu tu hii. Sasa mimi nikamata ni nasema juu yako na nasema juu yako ni yetu. Bila itakuwa. Tuna dissocier, tunatenga mambo. Siasa wake na ujamii wake ndio social, ujamii wake. Sasa mwenzetu hakupenda vile akacreate iko tayari kisha akacreate watu kuleta fuyo. Ikakuwa fuyo mingi sana. Ya sababu mimi niko deja mtu mzima na mzee saba hapa bali tusomesha. Sababu alikuwa directeur wa masomo hapa Luberizi miaka mingi. Tunatusomesha, tunatusoma university sasa. Tutabakia vile. Kuko mtu mmoja anataka kusema sana mingi na mnataka migani kwa leo. Bitakuri. Akamba magara kwa telefoni. Willy. Mimi naona ya kwani bado sio wala sasa ya benki. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nikamwambia hiki kitu ilikuwa sema amoni mimi kisi mimi nitoka kwa kamera. Amoni nitoka kwa kamera. Kama moi qui dépend là-bas de bas là que ça on ici. Non, vous devez vous auto-prendre, vous faire prendre, c'est-à-dire vous prendre en charge. Faites l'autoprise en charge. Vous avez dépendre de Kinshasa, Bukavu, wapi. So, quand tu lever, surtout civil, chacun s'y libéraliser. Ici à Kinshasa, on a plus de 28. C'est combien de Kinshasa? Et comme je suis encore ministre, est-ce que moi je fais que tu n'as pas dit que c'est un ministre parce que dès moment où tu es toka na nyinyi mfanye kwa Uvira akanipatia example akona Rugita alianza ni sepak anaanza ni kwa mission libre c'est droit haiko vile mzee ilianza kama kuanzia Uvira leo siko au niveau international. Sasa pourquoi yeye mzee kama modele ya Rugita so si vile ni iceberg kama vile zingine iceberg. Comme je suis encore ministre de l'environnement et là, mimi napenda kiakwenda kiakwenda kitoke. Mbona ukavu tunapoe basha kwa ya kwao ile dynamique de la société civile. Hein? Si ya ukavu ile. Sasa mtaje depende kila siku na Bakasai puisque akasema force vive ni ya Bakasai. Mwanamke mmoja wa Bakasai. Akasema hiyo ndio civile ya Bakasai. Ya Chombela. Nyingine za papa. Sasa hiyo kwa depende kila siku. Kama société civile tunaweza sisi tunaweza tokea mstari hapa hivi. Voilà, allez. Vous êtes autonome, vous êtes indépendant. Sur le plan de l'administration, la gestion, il y a un kitu. Mais comment est-ce qu'on met au Kinshasa avec un Migouloumou, tel à Uvira pour faire fou? On a compris que pourquoi il y a un mobile, puisque ça veut dire que vous êtes des autonomes. Bon, wakati ya kwa problème tu na dada wa alikuwa yeye kule nisikia kwa yeye mais tunasaidiana namna ni tutakanaliser les revendications de population si wote ensemble mais si les plans d'administration si les plans finance vous êtes autonome sasa yeye kule akaingia kwa administration mpaka wakati Chombela faire au niveau ya suspendre organe de libre CA na coordination dit ceci kama kia vile ça vile kama kia na tulikuwa deja mwa security total ya wakati ule bwana Rugaiko pale kuna mauaji kwa mingi kila siku. Sasa namba tasemea watu inashindikana.
ndio itakuwa kwambia papa kama utakasoma tukasoma. Kama ni Mungu kile statiko kwa yao nyinyi bakile statiko ndo nani. Mimi nikwambia hivyo akonisha excellence. Siye utakusaidia kufanya kitu. Mais siye hata dépendre na wewe. Hata kwa politicien mais quoi on a. Voilà, vraiment il nous a beaucoup aidé pour tukatuma ile document Kinshasa. Après quelques 3 mois après tukatumia barua ya kupatia fursa ya kuanza kutumika. Ndio wakati tulianza kazi ilikuwa mwezi ngapi Colombia sikumbuki tena. Ni sababu pia na mashine sababu ni kaka kwa na mashine siko mashine yote. Ni na tunaweza kupa ndani ya plan. Tunaweza kwa mashine kwa na mashine nyingine. Kumbe kiba kitu kule kule vile. Tushokana na system ya kuondesha masusi. Ile ni problemi hali mbaya huko tusiba fura tukua na ile wavira tukua na ile hali ya vile mimi hivi ilisuka wapi. Voilà. Ndio historia kidogo. Ndio tukacreate hii society civile. Tukasema hii society civile yetu ni yetu ya Uvira. Ni watu ya Uvira. Hapana tu dependre na wengine tusoma kama hii kesho ndakufa mtu wetu mmoja tutakamata. Sasa si anakamata hii kitu hapa leo. Sasa kienda mwingine mais haikatazi kama atenda kwa politika. Kifanya politika anaenda parce que ile libre. Atumfungi. Mais mwingine walufunge nini mwingine walufunga na kama tunatuendelesha. Mais on a fait avec ça. Mais wakati unatoka unakimbilia inakuwa kuandika kwa radio. Hiyo ni makosa. Kwa sababu autorité. Kama ni makosa unaona kwa autorité, unaongea na autorité, ewa hii makosa ni makosa. Ataona kama hapa ni makosa. Juu kwa collaborateur wa ou juste son partenaire direct. Na partenaire wa mtu si rafiki yake. Pale mtafika vizuri. Mabara de fait ndio si yetu tulipima kuregeza. Mais wakati ukutana hakusikia mzuri ndio tunakaa hapo. Amsikia watu kwa mafufio hapo sivile na mkubwa wa mwingine. Na même de la vie. C'est pas suffisant. Isiwe sivile ya couleur moja. Isiwe sivile ya ungala wa watu kwenye ni mtu mba kwa ile iko sisi watu manana. Ni yao sio hama nani. No. Hii ni sawa sawa sindika ya soko. Ngitu yote niko ndani. Je vois les pasteurs sont ici. Vraiment nafurahi sana kwa pasteurs niko hapa. Naona cible yenye mlialika ni ya mzuri sana. C'est pourquoi comité itakuwa installé hapa. Itacollaborer na wazee wote viko. Msukuma nafanya yeye mwenyewe peke bila kuonana na wazee. C'est que tunatoka siku. Avec frapper tunaona kama mzee ewa autorité fulani urbanisme alifanya manyanga fulani allez voir contacter d'abord le musée ba mwingine muone kumuonye kama anakatala kama anaendelea anakuwa récidiviste là vous frappez c'est comme ça qu'on travaille na ubaka umbo kama kabila za ajabu bo mwenye kutukuja mviro anakuwa mtu wa Uvira c'est-à-dire hayo kama ilikuwa inakuwa vile na muda ni kwa hiyo Luvungi itakuwa vile ndio maana ndio itakuwa vile ndio maana nafanya watu wa Luvungi kusikia ngine ni peke yake Mungu anaishere Mungu anaitengeneza mzuri kwa contrairement si nafasi nyingine hiyo Luvungi kunaanza ingia kote na gari na hiyo napita ule mwenye alifanya ile plan ya urbanisation ya Luvungi il faut kumpigia mikono. Vraiment ule bwana aliwazaka mzuri sana na ni mtu kabisa ule wako c'est votre icône. On a c'est nous-mêmes. Kama kujenga mwingine yetu tunajenga si peke na politique kubwa ni kukanaliser l'aspiration de la population vers l'autorité parce qu'il y a une solution ma problème ya population. Haiko wewe utatafuta problème. Sisi tunafanyaka tunasema note de plaidoyer. Kama note de plaidoyer, tunaona hivi sasa pale barabara inaisha pale, kwa hiyo tushani kama sana. Ziko ya niveau par rapport avec le projet macroéconomique. Barabara ni projet macroéconomique, mais tutaendelea kuandika. Mbo na vingine tunaandikia viongozi. Eleza matembelema gouverneur kwa Uvira tunagana haya mingi juu ya
territoire ya Uvira na ville ya Uvira. Avec ça ndio kwa nini kanasema association zetu zote tunaleba bakuu viongozi ndio wao wanaleta solution mwingine. Bama agence onisienne tunaleba kwa mingi problème. Ma agence Baoji international na Morisco bado tunakala sana ukina wanataka MP sisi wakati wanapeleka kutengeneza mai hapa Rufungu sina population hiyo ita beneficie bo wakati wanaleta vya kilimo puisque vous savez ya pastoral ni population ita beneficie avec les gens vous devez travailler avec et ça c'est en collaboration parfaite en partenariat parfait ikusikue nani makutano mais là yakena pame tulifukuza Uvira moi calamité naturelle mimi peke nilikuwa pale watu kwa kufukuza puisque balikuya bana na system ya patia watu franga bale baasirika ba victime ba sinistre pana nakuya ole apatia watu franga anaanza anasema ndugu yangu bakaenda kwa chef d'avenir wapatia watu delise ziko zenye za bongo waanza patia mimi niko victime nakuya mimi ndio bongo na mwingine shaka ile franga fasi yake bileta fio sana mwingine tulisema mingi tuliandika tulisema kwa radio meza akasema hivi tutaleta kileleo yeye peka jana alienda kurani akafanya ni arete pame ndo sisi panda kuzako hapa Uvira wewe pisi tulilalamika unasikia mais systeme yeye wenzao wanakuwa nayo ba IRC na CIC na IRC hiyo banakaa systeme sasa washasikia wenzao washafukuziwa banasema kila mtu alete nimero yake ya telefone ufungule nani Orange Money avec mule patapana kutumia franga wako avec tunaona watu wanakuwa wanatulia ile bonzo za visa manyanga mnaziambia mlipia kusaidia watu hamkia kuisha kutunguzeni chuo za mingi zinatokea manyanga projet ya Luvungi unakutana ilikuwa calculé ku autant de millions de dollars eo banatumikisha 40% huku 60% ina revenir huko ile tuko na droit ya kuuza parce que nous société civile rôle yetu tuko contrôler les citoyens tunafaa contrôler les citoyens ba mwingine yetu na kwa hiyo tunaita Bwana Mashanga Mabali Alain apie kwanza piga mkono huyu bwana yuko hapa hivi mbele yetu kijana mshamsikia mpitia mabaya mwingine nyinyi population niko kuperde ruku niko bandi niko na wameshawisha mamimba mwingine juu ile yote ni makriteri juu nani ndio ndio kwa matezo ya vile okay nadhani watu bana kusema ni sawa Emile Pidenga huyu naye ile makitera na ilambulia ndio sawa Losholi sika ibwa Mungu kabia Mungu bana nikia ibwa Mungu yeye nakumbuka Losholi ya Mungu karibu wewe mimi namfamia trevi okay Akili Shobore angalia mtu kwa empêché ndio mtu kwa mlango pole sana Riziki Honorine aussi alienda kushindikiza mai hospitali pole sana Kashesho Seka Steve iko wapi la raia na wazalendo wa Kongomani yeye ndio coordinateur
Emile Bitenga ndio coordinateur adjoint. Kisha tunaenda Rushuli ya Mungu secrétaire administratif. Kisha tunaenda Akili Shobore secrétaire administratif adjoint. Naye haiko. Riziki Honorine haiko ndiye trésorier. Kashesho Seka Steve trésorier adjoint. Amani Rushigira conseiller. Bitingwa Fufu ni conseiller. Aimé Zabibu conseiller. Bukuru Kaweke conseiller. Si kama huyu mafu ni mwanamke msema? Nani conseiller? Kwa leo tunawashimika rasmi kwa kuwakilisha raia ya Luvungi kwa kipekee na raia ya Kongo zima na Sud Kivu nzima kwa ujumla, ili maendeleo ya Luvungi, ya Sud Kivu, ya Uvira na ya Kongo zima ionekane kupitia hawa wa vijana na raia yote ya Luvungi. Na kwa hiyo tunampatia hii accusé de réception ya ministère de justice au niveau national comme document yenye itawasaidia ili waimplanter na kuanza kutumika kazi yao hapa. Par rapport à stati zetu ziko inatupatia mafranga. Si tuko bacultivateur, tunaleo wanawaita kwa bacultivateur ba éleveur. Jadi ilikuwa patia fierté huko. Tulikuwa na mangombe, tulikuwa na vitu na vile vile. Kama na nyinyi avec votre na yao wana vya konono. Sasa hapo ndio kuna muoneshe ni mtafanya. Sasa vile inasaidia kwa mwingine. Basi ngine mnatafuta projet yenu, mnataka kama 50 milioni de dollars, mnafanya mtafanya mwingine. Wenzetu wa Kinshasa walipata mamilioni bakajaribisha aventure. Nasikia? Kulikuwa projet ya kusaidia Kongo. Kama kamati wanatupatia haitakuwa kamati ya conflit. Itakuwa kama kamati ya kuleta amani. Na tutaomba kama participation ya kila mtu. Sasa wanatuambia haiko aseme no tuko ba autorité tuko si wote tuko mumemera. Mais quand même tunapasha kuwa na mawazo za kuchanga fasi moja na tunajadiliana. Ile tunazomba peut-être mimi sawa kama coordinateur wanasikia leo hapa naweza sema msituachilie. Tutumike mkono mkononi. Nadhani ndio neno yangu lazima ningepasha kusema. Asante. Jambo na tesa jitambulisha. Jambo sana mtangazaji au muhariri wa habari. Mimi ni Eli Seremba na ni mratibu wa nchi ya kwa kitengo cha kinachoitwa shirika la raia la wazalendo wa Kongomani. Na kulingana kwa siku ya leo mmekuja hapa Luvungi ambapo mmekuja kuweka rasmi kikao hiki kwa lengo gani? Kwa lengo ya kushimika hii kitengo chetu hapa, kwa maana watu Luvungi imepata mabarua, imepata message, mabarua pepe kwenye simu kusema kama tuje tutie kitengo hapa. Ndio maana tumefika hapa Luvungi. Na wakati mlipokiendesha, je, mmewapa miaka ambao wataweza kuendesha hii kamati ambao mmeshimika leo au mmewaweka tu ili kwa kuendelea? Hapana, ndani ya stati yetu au ndio busole yetu nadhani kuko stati inasema ni miaka 4 na una renouveler manda yako kama unatumika mzuri unapita tena limoya. Haiko sema inakuwa yote, hapana, haiko dictature. Sasa ni miaka 4, kisha miaka 4 tunafanya nyingine uchaguzi na tunaendelesha. Kulingana kwa hiyo basi ujumbe gani tutaweza tolea wakazi wa Luvungi na kando kando? Kwa raia yote ya Luvungi na kando kando wajiunge na hii shirika la wazalendo wa Kongomani ili kuleta amani, kuleta umoja na kuishi pamoja bila vurugu. Na ile makonfli au ile matatizo ambayo yako ndani ya mwingine ni kuendelea polepole ili wamalize ile shida. Na wao nawaambia hii kitu haiko kwa mtu fulani, ni kitu kia raia. Hii ni kitu ya raia, sherti watumike na raia vizuri ili walete suluhisho kwa masuala ambayo yanakabili raia. Na kwa nini mmependelea kufanya manomination au lieu ya kufanya maelection? Tungefanya maelection atakuwa prepare. Ndio maana tulifanya manomination en attendant parce que nyi peke sasa kesho
mtakuwa omba, si raia ndio itaomba tufanye maelection, natokea fanya maelection. Kwa hiyo tunakushukuru. Mimi ndio nawashukuru.